Kwingineko ni eti kwamba Rais William Ruto ameweka wazi kuwa waziri wa zamani Raphael Tuju, ambaye kwa wakati huu anapitia magumu sasa hivi akipokea matibabu katika hospitali ya Karen, kesi yake ikiendelea mahakamani, anazingirwa na marafiki wanafiki. Rais Ruto akisema marafiki hao ndio waliompa ushauri wa kumpotosha wa kujificha na kuleta uvumi kwamba ametekwa nyara. Ruto akisema Tuju anahitaji ushauri na marafiki wazuri ili kupata mali yake na kuendelea kuishi maisha yake ya kawaida. Fred Wambua anaarifu. Masaibu yanapoendelea kumkumba aliyekuwa waziri wa zamani na pia katibu katika chama cha Jubilee Raphael Tuju, Rais William Ruto amevunja kimya chake kuhusiana na matukio hayo, akisema Tuju amezingirwa na marafiki wabaya ambao wanampa ushauri usio sahihi, akidai walimdanganya kujiteka nyara. Unajua hata juzi wameenda kudanganya Tuju, wameenda kuhangaisha Tuju. Wanaenda kumwambia Tuju enda jifiche kwa bedroom yako, alafu enda sema ati umekuwa abducted. Just imagine. Tuju needs honest friends. Tuju needs honest advice. Asaidiwe. He doesn't need scavengers who are trying to scavenge about the misfortune of a citizen. Wale watu wanatafuta maarufu kwa shida ya Mkenya mwenzao. Rais akisema Tuju anahitaji ushauri mwema utakaomsaidia kuokoa mali yake na kumtoa katika shida anazopitia ili kuendelea na maisha yake ya kawaida, akishtumu upinzani kwa kuingiza jina la Uhuru Kenyatta katika swala hili na kulipaka matope. We want Tuju apatiwe advice so that he can be helped, mali yake iokolewe na yeye asonge mbele, lakini hahitaji wale matapeli wakora wanaenda kumsumbua mtu. Mpaka hata wameenda kuleta jina ya Uhuru Kenyatta wameingiza kwa hiyo matope yao. Hawa watu ni bure ama si bure? Ni bure ama si bure? Waende ama si wasiende? Waende wakiendaka, si ndio? Akipigia upato umoja baina ya Wakenya, Rais Ruto amesuta upinzani kwa kuleta siasa za migawanyiko, huku pia akiushtumu kwa kuiba mali ya umma wakati ambao walikuwa uongozini. Mtu muizi. Mimi nawauliza, huyo mtu alikuwa amepelekwa kotini na Uhuru Kenyatta kwa sababu ya kuiba mali ya wananchi. Nikampatia nafasi, akaenda kwa wakulima wa kahawa, akaenda huko akawaibia ati walipe shilingi 3 kila kilo kwa kampuni yake. Akaenda huko ati anapigana na mambo ya pombe. Akafika huko akakuwa extortionist. Anaambia wafanyabiashara wampatie pesa. Ametoka huko ameenda mpaka akaibia ndugu yake. Wewe unakodesha shamba yako. Huyo mwingine umeiba shamba ya NYS, you are doing nothing in that farm. You are growing nothing. Mimi nataka niwaambie, like all farmers, like all hard-working farmers, me too, I contribute to food security in our nation. Na ijapokuwa kumekuwepo na tofauti za kisiasa baina ya gavana wa Siaya James Orengo na Rais Ruto, mchana wa leo amejitokeza kumkaribisha alipozuru kaunti ya Siaya. Fredrick Wambua, Undugu TV.